Ukiangalia jana Uhuru ilikuwa full house, leo Uhuru imekuwa full house. Ni kitu kizuri, tuendelee kuzisupport timu zetu kwa sababu ndio upekee wa mpira wa Tanzania. Ukienda nchi zingine unakuta timu ya taifa ndio maarufu. Hapa Yanga na Simba ni maarufu kuliko timu ya taifa. Kwa hiyo tunakwenda na timu ya taifa na yenyewe tunaendelea kuiboresha zaidi iwe maarufu na yenyewe. Kwa mimi kinachonivutia ni namna ambavyo timu hizi zinaendelea kupata support. Simba na Yanga wote wanacheza Unajua, mimi pamoja na kwamba ni katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali, lakini mimi ni mchezaji. Unapokwenda kwenye mchezo, kwenye mechi, unakwenda kwa malengo. Malengo ya tamasha sio kupata ushindi kwenye mechi. Malengo ya tamasha ni timu kuonesha wachezaji wake. Kwa timu zote mbili zimeonesha wachezaji wake, na wachezaji wanaonekana ni wazuri, wanaonekana ni wachezaji ambao wataleta ushindani kwenye mashindano ya kimataifa na wataleta ushindani pia kwenye ligi. Kwa hiyo mimi naona tusikate tamaa, haya matokeo yasitukatishe tamaa. Kwanza wote mnajua hizi timu zote Yanga na Simba zote zina dabi tarehe 12, wanakwenda kwenye dabi. Kwa hiyo huwezi ukatumia sana hizi mechi kuwapima hawa, inawezekana pia wanalinda miguu ili dabi ilogi kule za baada ya kuona kwanza nawashukuru kwa sababu wanafanya ufadhili kwenye timu, na Watanzania tusifanye mchezo na kufadhili timu. Bahati nzuri mimi nimewahi kuwa kiongozi wa timu. Kuendesha timu ni gharama, tena gharama kubwa. Kwa mimi nawapongeza Modeuji, nampongeza sana Garib kwa namna ambavyo wamewekeza kwenye timu zetu za Yanga na Simba, na mpongeza mzee Resa kwa namna alivyowekeza kwenye Azam na wengine wote waliowekeza kwenye timu. Kwa kweli Watanzania tusifurahie tu michezo, timu zetu hizi za kandanda bila kutambua mchango wa watu ambao wameamua kuwekeza kwenye hizi timu. Ni kitu kigumu sana. Ukiona kuna mikoa mpaka leo haina timu, ni kwa sababu hao watu wa kuzifadhili timu hawapo. Kwa hiyo sio kwamba hakuna vipaji au watu hawapendi mpira, hapana, ama hawapendi kuangalia ligi, hapana, isipokuwa watu wa kudhamini timu kama zinavyofanyiwa timu ambazo zimepata udhamini kwenye ligi kuu ni wachache. Kwa mimi niwapongeze wote wanaosapoti ligi kuu, lakini pia niwaombe Watanzania wale ambao mnaona mna uwezo wa kusapoti timu zetu, fanyeni hivyo, kwa sababu hatutafanikiwa katika safari yetu ya kutengeneza vijana wana michezo kama vilabu vyetu vitakuwa dhaifu kiuchumi. Ni lazima vipate sapoti. Sasa tusiishie tu kusapoti kwenye mambo mengine, tuangalie na michezo. Huku nako kuna uchumi, kuna ajira, kuna fedha, kuna kutangaza nchi, kuna faida nyingi. Mfanya biashara unayetangaza na timu unapata faida nyingi. Kwa mimi na waheshimu sana wote. Garib namheshimu sana, nampongeza. Mo nampongeza sana, mzee Baresa na wengine wote wanaofadhili timu mbalimbali. Endeleeni kufanya hivyo, na ndio njia pekee itasaidia mpira wetu kukua. Asante sana.